Do it, Lord, we are praying. Do it, Lord, do it, that your glory may be seen. Yes, do it, Lord, do it, Lord, do it, Lord, we are. Katika ulimwengu wa roho, shetani anaonaga Mkristo wote akiwa askari. So when you don't have the full armor, anaona askari hana uniform. So anakutoaga sawa sawa. Do it, Lord, we are praying. Do it, Lord, do it, that your glory may be seen. Yes, do it, Lord. 1 Corinthians chapter 9, and then from 24 to 27. Do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Bwana sifiwe sana. So, we are talking about training for spiritual perfection. Bwana sifiwe. Katika hiyo scripture tumesoma, we are talking about, or the Bible is talking about a race. And I think most of us, when we were in high school or primary school or wherever, unaweza kubuka ile waja tulikuwa tunasuguka. Ilikuwa imeshorwa, eh? Are we together? You see, God speaks in the physical so that you understand the spiritual. Eh? Kila mtu alikuwa anakibiria nini? Line yake. Na kuna mambo ungefanya uwe disqualified. Ungetoka line yako, uingie line nyingine, ungekuwa disqualified. Ungevuruta mwingine ndio umpite, ungekuwa disqualified. Bwana sifiwe. Na wale watu walikuwa wanaenda katika hiyo mashindano. Were they waking up in the morning wanaenda kwa mashindano? They went over strict training. Walikuwa wanaenda training ndio waweze kuperfect katika ile mashindano, katika ile race. Tuwe hamwe. Bwana sifiwe. Nayo kuna kitu inaitwa spiritual race, because we are in a race. Are we together? Biblia imetuambia we are in a race, na sio ya kupata zawadi kama ya wale walikibia zamani, ama wale wanakibia ndio wapewe zawadi. Ours is internal, madhani ya gosho. So na katika hii race, madhani ya gosho, unafundishwa to perfect the spiritual perfection, madhani ya gosho. Na hatukibiagi aimlessly. Bwana sifiwe sana. You don't learn this race aimlessly. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha diposa tuko hapa ndio tufanywe kukibia. Ndio tufanywe, tuweze kukibia katika hii spiritual race. Tuhamwe. So tulikiheta inoine. Wale wanaelewa hiyo lugha yetu ya mama. Madhani ya rogosho. And winning the race. Ndio weze kuwin this race. Kama wale tumesema walikuwa wanafundishwa. Now, diposa tuweze kuwin this spiritual race. Are we together? We require hard and, are we together? And tight training. Sometimes I normally think about the soldiers, the KDF. Wale ma KDF ndio wakue ma soldiers. Unajua wanaendaka training kali sana. Are we together? They train so hard. Hata kuna wakati mwingine aliniambia, sometimes wanapewa upanga. Paga peke yake na ni usiku. Wanaambiwa wapitie kwa msitu to a certain town. Madhani ya gosho. And yule anakuambia hajali kama huyo msitu uko na wanyama, hajali kama uko na manyoka, wewe ende haku. Ukipatana na hiyo manyoka, it is you to know how to deal with them, so that they become hardened. Unaona KDF sio kama policemen. Demo yogo. Si kuna pahali policemen wanaambiago ondokeni tulete nini? Wale ambao wamekuwa trained. Hakuna kitu wanaogopa. Turehamwe.
Hivyo ndivyo Mungu anataka tuwe. Tuwe trained katika maisha ya kiroho, ya kwamba tutakuwa watu ambao wako na nguvu ndani yao. Watu ambao sio watu wa kushinda wakitoka kwa njia za Mungu. Watu waoye, Bwana sifiwe. So we have to be trained. You see, the KDF, they are trained so hard, but they fight their battles easily. Amen. So in the spiritual race, you are trained very hard. Adiposa unakuaga hapa kila Friday from 9, to 12:30. Alafu itafika pahali tunaingia prayer and fasting. Sigina ni dry, sigina ni passion. You are trained so hard, but you fight your battles easily. Hallelujah. So you'll fight your battles very, very easily. Madhan Yagosho. Now, you train hard and fight easy. So we are saying there are several points ambapo nimeandika hapo. Several points ambapo nimeandika hapo. So we are saying winning the race requires training. Number 1, deny yourself what is potentially harmful. Hiyo ni kumaanisha nini? Kuna mambo ile katika maisha yako ambayo ni harmful katika maisha yako. Wewe unaweza ona ni mazuri, wewe unaoza kama ni unaona kama mega. Unapokimbia katika hii spiritual race. Na diposa tunasema you deny yourself. Yani ujinyime. You deny yourself what is potentially harmful. Mambo ile inaweza kuhama maisha yako kama Mkristo. Unapokimbia katika hii race, unawachana nayo. Unaamua. Na remember nimekuwa nikiwaambia deliverance is not automatic. So tunakufundisha and there is a part to pray. Kwa hivyo hii mambo ni wewe utafanya nini? Utajinyima. Kama wewe ni Mkristo umeokoka, bado unaendelea na immorality, that is very harmful to you. Are we together? So mtu anaangalia mambo ile inaweza haribu maisha yake ya roho, ambayo inaweza haribu roho yake. Alemone godie kiheta-hetano-ini atuweke disqualified. Because you can easily be disqualified in this journey. Point number 2. Discipline your body also. Denying it whatever it wants. Madhani ya rogosho. Hii ni kumaanisha nini? Train your body to obey your heart. Lazima mwili wako utii nini? Roho yako. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo ni kumaanisha mwili no nginya ogwathikire we, uobey roho yako. Kwa sababu katika deliverance tumesema one major thing is deliverance insists on total holiness. Total obedience to the word of God. Wale tulianzia now. Total obedience to the authority. Are we together? The authority that God has given us. So ni lazima mwili ufundishwe kutii roho yako. Kama tumesema ni fasting na mwili unataka chakula, unaambiwa leo haukuli. Are we together? You have to train your body to obey it. Kuna watu wanapenda sana kuongea juu ya watu. Yani they talk and retalk. Wanaongea kuhusu watu na ni lazima aongee. Akiona mtu lazima acomment. Na mimi nasemanga ni vizuri jifundishe kukosa kukomentiki katika kila jambo. Because hiyo ndio inaletaga gossip. Are we together? Maana every time you have a negative comment, every time you speak about somebody, this is a training that you train yourself ya kwamba mimi nimejifundisha kuokosa kuongeanga vibaya kuhusu watu wengine. Why? Because it spoils your heart. Point number hiyo ingine. Number 2, we are saying learn to talk to the mountain, not about the mountain. Hiyo ni kumaanisha mountain ni mashida. Kwa sababu si vizuri kila wakati unakaa ukiongea kuhusu mashida yako. Unaambia kila mtu. Everybody akikuangalia anaona umejaa mashida. A time has come. Na ni lazima mjifundishe kukosa kuconcentrate so much on mashida. By the way, hata mkimaliza deliverance, you will realize ya kwamba ma problems bado itakuwa. Kwa sababu tunakufundisha nini? Kupigana vita and you come out clean. Hallelujah.
So usifikiria tutasoma deliverance, ukimaliza deliverance sasa mambo ni nywe, hakuna shida hata kidogo. No, kuna ile lazima upitie. Bwana sifiwe sana. Ile itakusaidia ni nini? Kujua kupigana vita, to be able to overcome certain problems without getting, your faith affected. Tuko pamoja? Amen. Number 4. Ephesians 6:10-20. Nafikiriaga kila mtu anajua hiyo verse. Kila wale wamesoma hii tunaisemanga kwa kichwa. This is another verse lazima iingie kwa kichwa. Na hiyo utakuwa unasema. Finally be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Hiyo ni kitu moja nataka ushike hiyo. Biblia imesema, why are we putting on the full armor? Kwa nini tunaweka full armor? So that you can take a stand against the devil's scheme. Maana shetani keeps on scheming, having evil scheme over our life. So for you to be able to overcome the schemes of the enemy, lazima uwe na the full armor of God. Are we together? For our struggle is not against flesh and blood. Hatupigani vita ya mwili. Hatupigani vita ya mwili na nyama. But against the rulers, against authority, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces and evil in the heavenly realms. Hiyo ndio vita ya Mkristo. Ni kupigana na ngome za shetani. Ni kupigana na the authorities of the world, the spiritual forces of darkness. Kwa hivyo hiyo ndio maana tunawekaga nini? Tunawekaga the full armor. Na ni vizuri ujue, wacha nirudie hii kwa wale hawakuingia. Tulisema that the spiritual battle was declared. So hata ukikataa kupigana vita, the battle is already declared. And the one who has declared the battle is the enemy. I don't know whether you can remember us talking about him being the angel of God, living in heaven for many years. Are we together? Alafu akatolewa wapi? Akatolewa biguni, akarushwa. So unafikiria shetani anakuaga amefurahi? One, he has lost his place in heaven. Number 2, he shall never be forgiven. Number 3, he is never under grace. As we can be forgiven, we are under the grace. Bwana sifiwe. And therefore he declared war kwa every Christian. So ni vizuri ujuage war imekuwa declared. Na ile vita unapigana ni ya mambo haya tumeongea. Sana mambo mingi ile tunapitia mazito inakuaga vita ya kiroho. So ukiweza kupigana vita ya kiroho, then you'll be in a position to overcome the physical. Why? Because spiritual life, life is more spiritual than physical. Kama ni wewe hiyo ningeandika. Ya kwamba life is more spiritual than physical. Kama unataka kufaulu maisha yote hapa physical, kuna spiritual law lazima uelewe. As Christians, we are very ignorant with the spiritual legalities. But the spiritual world of the enemy is never ignorant. Are we together? So lazima tuelewe spiritual life. We overcome spiritual life. And then you'll be good in the physical. So we continue on. Therefore put on the full armor of God, so that when the days of evil come, you may be able to stand your ground. Hey, hallelujah. Umeshika hiyo? So that when the days of evil comes, because evil days must come. Na tunaambiwa nini na Biblia? So we are putting the full armor so that when these days come, evil ones, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, again to stand. So aja ni kusimama katika imani. Maana vita ya imani ni kali sana. Are we together? Then it is saying, stand firm then with a belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition, all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the word of the Spirit, which is the word of God. We are talking about
putting the full armor of God. Hiyo kofia inakuwaga nini? Kofia ya askari inakuwaga ya kawaida. Si ni helmet. That's what we mean. Helmet of salvation. Now, hiyo helmet ni ya kulinda nini? Ni ya kulinda nini? Kichwa. Are we together? Kwa hivyo ni kumaanisha ndio uweze kuwa katika spiritual battle. Uweze kupigana vita ya kiroho, lazima uwe na wokovu. Hallelujah. So our salvation is the helmet. Are we together? Kuokoka kwetu. That is the helmet. Are we together? Ambaye unaweka nini? Kwa kichwa. Madhani ya hosho. Na ukiwa na wokovu, neno la Bwana nalo unalisoma vizuri. Tuwe hamwe. Haya, we go to where? The chest. So Biblia imesema chest ni breastplate of righteousness. Ni mranyita? Breastplate of righteousness. Utakatifu. Tuwe hamwe. Okay. Huyo askari, siyo inakuwaga blessed proof. Ya kwamba akirushiwa mchale, todo haha neho mundu akuaga na ihenya. Ukidugwa kwa heart, si utakufa haraka. So that's why they put Mwadhani ya Goshwa. Tunasema nini? Ya kwamba wakati umekuwa na blessed plate of righteousness. Todo righteousness is our shield. Righteousness yugane take. Maana ndio inatulinda, is our security. Blessed be the name of the Lord. So katika safari hii lazima tuwe watakatifu. We must become righteous. And there is a difference between righteousness and holiness. Hello? There is a difference between righteousness and holiness. So righteousness comes by obeying the word. So for you to be righteous, lazima usome neno. So the blessed plate is our righteousness. Hiyo ndio itatuzuia kukosa kuuawa na shetani, kukosa kuingiliwa na shetani. Otherwise hata deliverance tunafanywa maana ya kukosa kukaa katika utakatifu tukiwa wa Kristo. Tukafungulia shetani nini? Milango. Are we together? Then we go to the third one is the belt of truth. Hiyo mchipi anafugaga hapo ni ya kuzuia hiyo trouser isianguke. Bwana sifiwe. So the belt of truth ni kumaanisha lazima tuwe na ukweli. Ndani ya rogosho. Let me teach you something today. Usiwahi fikiria ati kuna maongo madogo na maongo makubwa. And I'm not very troubled by so many Christians ambao huwa wanaongea uongo na wanajua ni uongo. Wewe una take it light, but in the spiritual realm, mashetani inaona wewe ni mdanganyifu. So hawezi ukapigana vita, itakumaliza. Now again the Bible says that the devil is the father of lies. Amen. Rasio grasima ujifundishe kuongeaga ukweli. Kwa sababu ukikosa kujifundisha, we are talking about training. You must train yourself kuongea ukweli. Mtu mdomo wake aondoe uongo. Ukanua kaumaga kwaria maheni na kahuje Yesu na karathe. Are you understanding? So ni kitu utajifundisha. Maana mmejifundisha kuongea uongo sana mpaka simu. Bwana sifiwe. Mimi zamani nilikuwa ninadanganya sana before I was married. Those many years when I was a young girl, yule alinifundisha kukosa kuongeaga uongo ni mume wangu. Aliniambia mimi nashukia kudanganywa. Sababu kudanganya ni dhambi kubwa. Iwe dogo, iwe kubwa. And nikajifundisha. And I trained myself. Are we together? Na wewe utaona uongo kama ni kidogo, lakini katika ulimwengu wa roho si kidogo. Are we together? So we are talking about the belt of truth. Mtu yote ameokoka, lazima awe na ukweli. Sio ukweli tu huwa wa kudanganya, ukweli also wa neno la Bwana. Maana kuna weti wengi nanyi mmetoka katika kanisa ambao zimejaa deception. Umetembelea madivina. Are you understanding? Kama umetembelea divina, kama umetembelea mganga, hauwezi ukapigana vita ya kiroho, utamalizwa. Na nekiore goko ndio tukusaidie, are we together? Tuondoe hizo vitu ndio ufunge milango, alafu upigane vita vizuri.
Maana lazima tupigane vita ya imani na tushindane. So tumetoka the belt of truth. Then before we go down, the left hand is the shield of faith. So kako kakitu anakuanga nako ka shield, ithitika kwegiriria arrows akirushiwa mawe anajiki. So kile kinatusaidia ni nini? The shield of faith. So faith is our shield. So ukipigana na vita ya kiroho, ukipigana vita ya imani, lazima uwe na imani. Because it is the shield. Actually, that's what the Bible says. Without faith, it is impossible to please God. So lazima mtu ainue imani. Hallelujah. Najua kuna imani mara mbili. Kuna developing faith. Every Christian has a developing faith. Are you understanding? Faith that is growing. Lakini kuna ile imani inatendaga miujiza. Imani ile inatendaga miujiza ni Mungu huwa ana-impart ndani yako. Na ana make sure that there is no doubt ya hiyo kitu, anakupeaga uwezo. He gives you a divine enablement ya kufanya the impossibilities. Na wewe unajuanga ndani yako, this thing I am doing, I will make it. Hallelujah. Na hata wakati umeona because I am one of the person who operate on great faith. Lakini hii imani ilitoka wapi? Kutembea na Mungu sana. Hallelujah. Making intimacy with God. So nasikia Mungu akiniambia fanya jambo fulani. Sasa mtu anajiangalia na shagaa, hiyo itakuwa, but I know it will be possible because it is something that have been imparted in me. Are we together? But now we are talking about hii imani katika Bwana. You have faith in God, the developing faith, the growing faith. Na hapo ndipo mustard seed inaongea. So hiyo imani, develop it, let it grow. Warasifiwe. So we are talking about the shield of faith. And then the sword of, katika right hand is the sword. Ile wanabebanga. What is our sword? The sword is the word of God. Nimefuatilia hiyo tumesoma. The full armor of God. Warasifiwe. The sword is the word of God. Are we together? Na Biblia imesema ni kufanya nini? Take the helmet of salvation and the word of the Spirit, which is the word of God. Are we together? Kwa sababu neno ndio linatusaidianga fagane wake. Si ni wakukatakata. So hiyo sword of the word ndio itatusaidia. And you will never overcome the battles, the spiritual battle. You will never overcome the enemy without the word of God. Bila neno, I tell you, you will not overcome. In fact, Jesus told the disciples, not the disciples, the Pharisees, you err because you don't know the scriptures. Mambo mingi tunafanya ni kwa sababu hatujui neno la Bwana linasema nini. So we err. Christians don't understand their God. The kingdom of God is governed by principles. Dokera kiroko getaga yagoka, my friend. Dokera goka igira fasting yoro uguo. Understand the kingdom principle. Na kingdom principle, you will get them from the Bible. Say tutapata Bible imeandika these are the kingdom principles. Hapana, utazijulia hapa. Maana ndio itakusaidia ku overcome the devil. To say it is written. Madhani ya gosho. Then ya mwisho ni nini? Katika hiyo ya mwisho ni miguu. Miguu uweke buti, Hiyo askari anakuanga na nini? Mabuti. Mabuti makore kido matage kinya meigua. Are you understanding? So we are supposed to put nini katika the gospel of peace. Warasifiwe. So miguu yetu inatembeanga wapi? Inapeleka nini? Wakati umetoka pahali, umepeleka nini? Katika ulimwengu wa roho, shetani anaonaga Mkristo wote akiwa askari. So when you don't have the full armor, anaona askari hana uniform. So anakutoaga sawa sawa. Sasa polisi akikuja hapa hana kitu, anaweza enda vita? Anaweza toka aende katika mgomo kupigana na wale watu wanarusha mawe, amesimama tu hana uniform, hana kitu, si atauawa? Hivyo ndivyo katika spiritual life shetani anatuonanga. So wakati wote unaenda, unasukuka juja hii, ulimwengu wa roho shetani anaonanga kama uko na the full armor of God. You see? And that is why watu wengi tunahotoa.
Maana tuliokoka lakini wokovu tulifanya nini? Tuliuza, tulianguka lakini tunasema tumeokoka. May the Lord help us. So we are talking about training to spiritual perfection. So it is training. Are we together? Then we are saying Philippians 3 verse 12 to 13. Are we together? It talks about forgetting the past. Because tumepitia mambo mingi sana. Na watu wengi wamepitia mambo mazito. About the devil can take advantage of them. Ukitaka kufaulu anakukumbusha wewe ulikuwa na nani. This is why we train ourselves to get rid of the past. Are we together? We get rid of the past. Na deliverance ni mzuri kwa sababu it cleanses the past. Because some of us, our past is filthy. Our past is dirty. Our past is chaotic. Are we together? So what does deliverance do? It cleanses the past. Are we together? And it brings you to the present. Are we together? And gives you hope for the future. Mambo magapi? It cleanses the past, introduces you to the present and gives you hope for the future. So press on towards the day when you'll be all God wants you to be. Because God has good plan for every person. Na hakuna mtu, nobody was created empty. Everybody was created with a destiny. Are we together? So for you to reach your destiny is, throw yourself to God because He is the beginning and the end. By the way, hakuna kitu Mungu hajuagi yako. Hata tude to sacred sin. I normally talk much about the sacred sin. Nikasema afadhali utafute mtu uongee. Because sacred sin can kill you easily. Maana hakuna mtu amejua, lakini shetani anajua na wewe unajua na Mungu anajua. So then we are saying, take your stand against the schemes of the devils in your life. So wakati ume put on the full armor of God, then you can be able to destroy the arrows of the enemy. You can be able to destroy the plans of the enemy over your life. Are we together? So kwa nini watu huwa wanatoka katika laini ya Bwana? Why do people leave their position? Kwa nini watu wengi wanatoka laini ya Mungu? Number one, tunasema it is lack of confidence in your God. We don't have confidence in our God. Tondu gutire kindu ari agwikira. But you see, even you are far from God. Kuna one principle nataka nikufundishe in the book of James. The Bible says, draw nearer to me. Are we together? And I will draw nearer to you. Then it says, resist the devil and he will flee away from you. Sasa angalia hiyo maneno. Mungu anasema nini? Come nearer to me. So ni kumaanisha nini? If you don't come nearer to God, God will not come nearer to you. So if you are far away from God, God is also very far away from you. So mimi ningetaka mtu ajifundishe. And don't live here before you have an intimacy with God. Blessed be the name of the Lord. Because when you have an intimacy with God, hata kuleta nguvu za Bwana hapa, it's very easy. I normally tell the church, I don't take time to bring the presence of God where I am. Not only when I'm in the service, even when I kneel down before God, bringing the presence of God to me is very easy. Why? Nimetembea na Mungu miaka mingi. I have developed intimacy with God. Na gaiaragia ginya ando matekoigwa. Eburuka David. Kwa nini aliambia King Saul ya kwamba nitadeal na hii Goliath na maamuro makaliguo ni kiaroiga. But he knew one thing. Akaambia mfalme, kuna wakati simba ilikuja kurarua nini? Mbuzi. Are we together? Na nilirarua kama nini na mikono hii yangu. So he knew kuna kitu akonayo. He was confident in God. Maana Mungu alimpatia uweza wa kumalizana na nini? Murodhi na modo no rehinya. So aliangalia tu hivyo. Am I speaking to somebody? So lazima utembee na Mungu. Na it's a training. Hatufikaji hivyo level ile tuko just like that. Ni kutafuta uso wa Bwana. Amen. Wewe tafuta intimacy na Mungu. Draw nearer to God. Do it, Lord, we are praying. Do it, Lord, do it. Let your glory may be seen. Yes. Do it, Lord, do it, Lord.